Kutoka Nigeria bwana, kama ulikuwa ufahamu, weekend hii hapa wakati watu wanasherehekea kuhusu Easter, yani Pasaka, sasa kitu kili happen huko Nigeria. Tunamzungumzia msanii mkubwa The African Giant, nasemea Burna Boy na DJ Tunes wameweza kupigana. Imesemekana bwana wana ugomvi mkubwa ambao unaendelea kati yao na wamepigana katika moja ya klabu huko Nigeria. Sababu ya ugomvi huo haijajulikana mpaka hivi sasa na hakuna kitu ambacho kimewekwa wazi baina yao wote wawili, lakini tukija tukaangalia historia yao behind huko nyuma wamewahi kuwa na ugomvi. Sasa sababu ambayo inaweza ikawa inapelekea ugomvi kati ya Burna Boy na DJ Tunes inaweza ikawa ni hizi hapa mbili au tatu hivi. Sasa sababu ya kwanza ni kejeli ya kahawa bwana. Tunafahamu kuna show moja ambayo alifanya Burna Boy huko Marekani ambayo ilikuwa inaitwa I Told Them Tour. Hii tour bwana, wakati anaperform Burna Boy, kuna moja kati ya mwanamke ambaye alikuwa kwenye front line, yani alikuwa mbele kabisa kwenye jukwaa pale, lakini alikuwa amelala, alikuwa na usingizi. Sasa Burna Boy hakupendezwa na kile kitu na akaamua kustop show katikati ya show kabisa, akamwambia kwamba huyo mwanamke atoke, yeye hapendi kuona mtu akiwa yeye anapambana na jasho na anaperform, lakini kuna shabiki yake ambaye anamtazama yeye amelala, na akaamuru kwamba mwanaume ambaye ni mume wa yule mwanamke aweze kumtoa, la sivyo yeye hato perform kwenye show ile. Na baada ya pale walinzi walimtoa yule mwanamke na show ikaendelea kama kawaida. Na kitu ambacho alikuja akakizungumza baadaye yule mwanamke ambaye alifukuzwa kwenye show na Burna Boy, akasema kwamba alikuwa amechoka kimwili, kiakili, na wakati huo alikuwa kwenye maombolezo ya kifo cha baba yake. Sasa baada ya taarifa zile, Burna Boy badala ya kuomba radhi au kumtaka radhi yule mwanamke, yeye akasema kwamba halazimishi mtu kuwa shabiki yake, wala halazimishi kuwa na mashabiki ambao wao ni broke, akimaanisha kwamba mashabiki maskini. Na kauli hiyo sasa haikuwapendeza wengi. Sasa baada ya hilo tukio, kuna show moja ambayo aliandaa Wizkid. Tunafahamu kwamba DJ Tunes ni DJ official wa Wizkid. Sasa baada ya Wizkid kuandaa show, DJ Tunes akaanza kupromote show ile ya Wizkid, na akasema kwamba yeye kwenye show yao hakutakuwa na kahawa ambayo itawafanya watu wasilale, akiwa akimkejeli Burna Boy kwamba kwenye show za Burna Boy inahitajika wepo kahawa ili watu wasilale. Sasa huo ukawa ni ugomvi ambao ukaendelea baina yao katika mitandao ya kijamii huko X na Instagram. Pia sababu nyingine ambayo inaweza ikawa ni chanzo hiki cha ugomvi huu pia ni mashabiki. Tunafahamu kwamba Wizkid mashabiki zake huko Nigeria wanajiita Wizkid FC. Sasa Burna Boy amekuwa na ugomvi na hawa mashabiki wakiwa wakimponda kumlinganisha, kama tunafahamu hivi 255 Bongo, Diamond na Alikiba wamekuwa wakilinganishwa. Hivyo pia ilivyo Nigeria, Burna Boy na Wizkid wamekuwa wakishindanishwa. Sasa Burna Boy alikuwa apendezwi na hicho kitu na akawa na ugomvi na Wizkid FC. Sasa hii Wizkid FC tunafahamu pia naye DJ Tunes yumo humu ndani kwa sababu ni official DJ wa Wizkid. Sasa hii nayo pia inaweza ikawa ni sababu ya ugomvi baina yao wote wawili. Na kitu kingine ambacho kimekuwa kikiwa sensitive zaidi ni kauli za zamani. Kipindi Burna Boy hajawa mkubwa sana, aliwahi kuongea kwenye moja kati ya interviews zake na akawa anasema kwamba huyo Wizkid ni mkubwa na hahitaji kujidhihirisha tena, yani kwa vitu ambavyo ameshavifanya, kwa vitu ambavyo ameshavionyesha kwa umati na dunia. Yeye ni mkubwa, hahitaji tena kutumia nguvu zaidi. Na kauli hiyo pia DJ Tunes akaja akaisema hivi karibuni Januari, akasema kwamba Burna Boy aache kujisaulisha kwamba hata yeye hapo before aliwahi kumappreciate Wizkid. Na kitu ambacho kingine alikizungumzia ni kwamba Wizkid aliwahi kujaza arena moja inaitwa O2 Arena mara 3 mfululizo, na kauli ambayo alizungumza Burna Boy akasema kwamba kwa historia hiyo ambayo ameiweka, ambayo hata yeye peke yake Burna Boy hajawahi kuifanya, kwa hiyo inamfanya Wizkid awe mkubwa kuliko hata Jay-Z. Ndio kauli yake ambayo alisema kwamba Wizkid ni mkubwa kuliko hata Jay-Z kutokana na ile historia ambayo aliiweka ya kujaza O2 Arena. Sasa vita hii bwana imezidi kuwa kubwa toka zamani na mpaka hivi sasa, na siku ya weekend hii hapa hivi walikuwa katika club moja huko Nigeria, na Burna Boy akanyanyuka akaenda kumfuata DJ Tunes na akamrushia ngumi, na hapo majibizano ya hapa na pale akatokea, na mwisho wa siku mabouncer na walinzi wakamuondoa Burna Boy pale na DJ Tunes wakawaachanisha, ikawa kama hivyo. Sasa maybe hii ina effect gani kwa Burna Boy? Ina effect maana tunafahamu kwamba ni msanii mkubwa, ni kioo cha jamii. Sasa kugombana na watu hivi inakuwa sio poa. Na huu ugomvi utaisha vipi? Tunafahamu kwamba
Tumeshuhudia huko kibongobongo sisi watu wanarushiana vijembe kwenye mastage, watu wanasemana vibaya kwenye mitandao ya kijamii, lakini haijawahi kuhappen mtu akamfuata club mwenzake na kurushiana ngumi. Sasa hayo ni yaliyojili huko Nigeria, na hii hapa ni Entertainment Corner. Mimi naitwa Brazamento na hii hapa ni CWB Kawabe Media.